Sasa tuangalie maandiko yanasemaje kuhusu swala hili la kuwa tayari na kuwa na bidii, kama ambavyo tumeona katika hiyo video fupi. Katika Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 1, Musa alikuwa anawaaga wana wa Israeli wakati alipokuwa anajua hatima yake imefikia. Akamwambia, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Si vivyo hivyo, tunatakiwa tuwe na bidii katika kutaka kumsikia Mungu. Tuwe na utayari na kitakachosemwa tuwe tayari kukifanya. Unafikiri kilikuwa rahisi kwa Zakayo? Zakayo akasema, Bwana, mimi niko tayari kwenda kuzigawa mali zangu zote kwa maskini, kila kitu nilichokipata kwa kuwa watu, kwa kuwadhulumu watu, naenda kurudisha tena sijui mara ngapi. Mwenye kasema. Chapter ya 18 ya Luka unamkuta yule tajiri mwingine kijana anaambiwa tena yeye kwa maagizo kabisa, na yeye alitaka kumsikia Yesu. Akamwambia, Bwana Yesu, nifanye nini niurithi ufalme wa mbinguni? Umeona hayo? Wiki iliyopita tumezungumzia kuuliza. Kwa hiyo kauliza kweli. Kauliza, Bwana, nifanye nini kuurithi ufalme wa mbinguni? Bwana Yesu akamwambia kwamba waheshimu baba yako na mama yako, mfanye Mungu kuwa Mungu peke yake, mdini, na unajua zile sheria. Akasema, zote nimezifanya toka utoto wangu, hakuna ambacho mimi nimebakiza. Bwana Yesu akamwambia, bado, kauze mali zako unifuate. Yule ndo akasema hapana. Unaona, alikuwa tayari kusikia lakini hakukipenda kilichosikiwa. Akaondoka kwa huzuni bila kufanya yale aliyoambiwa kwa sababu hakuyapenda. Na ndio maana ili somo la leo tumeunganisha kuubidii na kusikia. Kwa sababu alikuwa na bidii, kweli alimfuata Yesu mahali alipokuwa, aliuliza maswali, ni bidii hiyo inatakiwa. Mahali palikuwa na watu wengi mpaka Yesu anakupa nafasi. Ina maana kuna vigingi ulivipitia. Lakini alipoambiwa hakuyapenda yale aliyoambiwa. Sasa katika Yeremia 42 mstari wa 19 mpaka wa 20 ukisoma hiyo